Golikipa wa timu ya soka ya Simba Sports Club, hapa namzungumzia Aishi Manula, alimaarufu kama Air Manula, na kipa wa timu ya Taifa Stars, ameweza kufunguka mazito, huku watu wengi wakisema inawezekana ndio yakawa maneno ya mwisho kwa wana Simba, yani anawaaga rasmi. Na mnukuu, ameweza kusema hivi: ilikuwa ni safari ndefu sana, wanajeshi tuliweza kupigana. Hakika tulianza safari hii tukiwa wengi, na malengo yalikuwa tuweze kutoa kombe la Afrika kwa takriban misimu 6 nyuma. Lakini tunamshukuru Mungu, leo tumeweza kupata medo. Wanajeshi walioanza vita hii walikuwa wengi sana hapo nyuma, lakini wengi wao hawakufanikiwa kuvaa medali hii, na wawakilisha wanajeshi hao wote ambao misimu 6 nyuma tulianza pamoja harakati za kuitafuta kombe la Afrika, lakini ilishindikanika. Malengo yetu yalikuwa tuweze kuchukua kombe la Afrika, lakini hata kwa hichi tulichokipata tunamshukuru Mungu. Na wana Simba na watakia kila la heri, muweze kuisupport timu na muweze kutuombea, kwa sababu kwenye maombi yenu ndipo wachezaji tunapata nguvu. Aliweza kufunguka maneno mengi sana Aishi Manula, huku yakiwa ya kuwashukuru sana washabiki wa Simba. Ukimwangalia usoni kama ni mtu ambaye ameficha vitu vingi sana, yani anaongea kama professional fulani hivi, lakini hazungumzi maneno aliyoyaficha kwenye moyo wake, yani mwamba kama anayakugumia kwa ndani tu hivi. Ni mtu uso wake unaonyesha vitu vingi sana, lakini zipo taarifa nyingi kama huyu mwamba mwisho wa msimu huu kuna uwezekano mkubwa akatua kwenye klabu ya soka ya Yanga endapo Djigui Diarra ataondoka kwenye klabu hiyo. Na rumors zimekuwa nyingi, lakini klabu ya Azam FC imeonyesha interest kubwa ya kuweza kuhitaji sahihi ya mkali huyo Aishi Manula. Bwana, dondosha komenti yako hapo. Kwa upande wako wewe unaonaje kauli hiyo ya Aishi Manula niliyokusogezea hapo? Je, unahisi ndo kauli ya kuweza kuaga wana Simba, ama je ni halali sasa Manula akatafuta changamoto sehemu nyingine? Dondosha komenti yako.